Ndugu waandishi wa habari, kwa mara nyingine tena niwakaribishe hapa kwenye ofisi za makao makuu taifa Chama cha Kutetea Haki na Maslahi ya Walimu Tanzania CHAKAMWATA, ambazo ziko hapa jijini Mbeya. Ili tuweze kuzungumza kupitia kwenu, tuzungumze na umma wa Tanzania katika kurespond ama kuitikia yale yaliyojiri kwenye sherehe za Mei Mosi kitaifa mkoani Singida. Na tutajikita katika mambo makubwa mawili. La kwanza ni kuhusu hotuba risala ya TUCTA iliyosomwa mbele ya Mheshimiwa Rais, na ni shukurani na pongezi kwa Mheshimiwa Rais. Tukianza na jambo la kwanza lazima nitambue kwamba mwaka huu kwa mara ya kwanza TUCTA walitoa mwaliko kwa vyama vyote vya wafanyakazi nchini Tanzania, hata vile ambavyo haviko ndani ya TUCTA. Sisi CHAKAMWATA sio memba wa TUCTA. Ziko sababu za msingi sana kwa nini hatujawa na hatutegemei kuwa memba wa TUCTA. Tanzania ina vyama 33 vya wafanyakazi, vyama 13 tu ndio vinaunda TUCTA, na juzi wametutangazia kwamba kuna vyama vingine vitatu vimeongezeka kwa wana vyama 16 sasa. Vyama vingine 17 viko nje ya TUCTA, ikiwa ni pamoja na sisi CHAKAMWATA. Tunawashukuru kwa kutukaribisha kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi hii kwenye sherehe za Mei Mosi. Mara zote hizi sherehe zimetekwa na TUCTA, na serikali inajua jambo hili kwa sababu malalamiko yetu yamekuwa mengi, na huwa hatuendi kwa sababu tukienda huwa tunafanyiwa vitendo vya kinyama mbele ya serikali. Mwaka 2018 mkoani Pwani sherehe zilifanyika kwenye wilaya ya Kisarawe, kitaifa zilifanyika Iringa. CHAKAMWATA tuliposhiriki mahali pale tulipigwa na CWT mbele ya mkuu wa wilaya ambaye ndio alikuwa mgeni rasmi, mbele ya jeshi la polisi na vyombo vya ulinzi vya wilaya vilikuwepo. Tulipolalamika kwa nyaraka na kwa namna zote zile, hatukupewa ushirikiano. Polisi wanasema mwende mkazungumze vizuri wenyewe mkakubaliane na hivi na hivi na hivi na vile. Kwa hivyo huwa hatuendi kwa sababu hivi vyama vimekuwa ni vibabe, vimekuwa kama serikali fulani ndani ya serikali nyingine. Hii ni mara ya kwanza wametupa mwaliko na tumekwenda. Hatuwezi kuzungumzia mapungufu, lakini tunapenda tu tupongeze kwamba ni hatua nzuri kuelekea mahali ambapo pengine hatukuwahi kuwa kabla. Lakini tumesitishwa na hotuba, sehemu ya hotuba ya TUCTA kwa Mheshimiwa Rais. Ilikuwa ni kipande chonganishi. Sehemu hii chonganishi inamuomba Mheshimiwa Rais kwamba sheria zirekebishwe ili wafanyakazi wakose uhuru wa kuanzisha vyama vingine vya wafanyakazi. Na wanatafuta mtu kwamba ni waajiri wanashawishi na kufadhili watu wengine wafanyakazi waanzishe vyama wafanyakazi. Huu ni uchochezi wa wazi ambao hauwezi kuzingatiwa ama kuvumiliwa. Tunaamini hotuba ile ama risala ile ilipita kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, ilikaguliwa kabla ya kwenda kusomwa kwa Mheshimiwa Rais. Mawaziri tunaamini walikuwa nayo kabla hawajaruhusu kwenda kusomwa kwa Mheshimiwa Rais. Hatutaki kusema walikuwa na nia ovu, lakini pengine weledi wao ama uelewa wao walipungukiwa mahali, wakaruhusu vitu kama hivi vichomekwe ili Mheshimiwa Rais aweze kuvunja katiba ya nchi. Kumwambia ruhusu sheria ibadilishwe, uhuru wa vyama vya wafanyakazi hauanzi kwenye sheria, unaanzia kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais ni binadamu. Angekosa tu hekima akajibu akasema hebu lishughulikieni hilo, tayari ilikuwa ni tafrani kubwa kwenye nchi hii. Tungelaumu kwamba rais amevunja katiba, lakini amesababishwa na watu. Tunaona tusinyamaze kimya, tutoke hadharani kuwaambia TUCTA na members wake walichokifanya cha kutaka kumpotosha Mheshimiwa Rais atoe maelekezo ya kuvunja sheria za nchi na kuvunja katiba ya nchi ambayo ameapa kuilinda, hakiwezi kuvumiliwa tena. Lakini vyombo vyote vilivyoshiriki kukagua ile risala ya TUCTA vikaruhusu bado iende ili kaweke mazingira ya kumpotosha Mheshimiwa Rais. Naomba vijiulize vizuri sana kama vinatekeleza wajibu wake barabara ama vitekelezi wajibu wake barabara. Na tunafahamu kabisa hakuna mshawishi mkubwa zaidi ya Chama cha Walimu Tanzania CWT. Na leo nitaongea kwa mifano. Tuna mambo mengi tumeyaficha moyoni na akilini kwa miaka mingi, kwa mara ya kwanza leo tutayatoa. Tangu kusajiliwa kwa CHAKAMWATA na kabla kusajiliwa kwa CHAKAMWATA, Chama cha Walimu kimefanya njama nyingi ndani ya vyombo vya ulinzi na usalama, ndani ya mamlaka za serikali kuzuia chama cha CHAKAMWATA kisisajiliwe. Hapa nina taarifa yao. Walishawahi kuunda kamati ya uchunguzi ya kuchunguza CHAKAMWATA.
wakanunua watu ndani ya CHAKAMWATA, wakawa wanauzia CWT nyaraka. Na hii kamati yao iliongozwa na mtu anaitwa Mpogole, JL Mpogole. Waliandika hii hapa. Humu kuna habari zangu, za familia yangu, za mke wangu, za nani, wakachunguza. Lakini nashukuru Mungu waliandika taarifa za uongo, wakazipeleka wanakozijua mwaka 2017. Hiyo yote ni kuchochea CHAKAMWATA kifutwe hata baada ya kusajiliwa. Baada ya taarifa hii tukapata nyaraka nyingine, hii hapa. Hii inatoka serikalini, kwenye mamlaka za juu za serikali zinaziagiza mamlaka za chini. Chama cha kutetea haki na maslahi ya walimu Tanzania CHAKAMWATA na katibu mkuu wake Mwalimu Kapangwe wachunguzwe, na walipewa siku 90. Nilichunguzwa nikiwa sijui kama nachunguzwa. CHAKAMWATA kilichunguzwa kikiwa kijui kama kinachunguza. Lugha iliyoko humu kwenye hii barua ilitoka serikalini ndio lugha iliyoko kwenye hii karatasi ya CWT. Unaunganisha doti unapata ukweli. Kama hiyo haitoshi, walikwenda wakashawishi TAMISEMI baada ya kuona CHAKAMWATA walimu wanakimbilia wanajisajili. Wakaandika barua yao nyingine hii kwa TAMISEMI kuweka vikwazo viongozi wa CHAKAMWATA wasiwe wanakwenda kusajili wanachama kwenye maeneo ya kazi. Na TAMISEMI wakaifanyia kazi, wakatoa majibu haya. Wakatoa maelekezo ambayo yanaibana CHAKAMWATA. Na waraka huu wakopeleka kwenye mamlaka zingine za serikali mbalimbali. Hii hapa. Huu ni ushahidi mchache kati ya ushahidi mwingi tulionao unaofanya mawasiliano kati ya CWT na mamlaka za serikali. Kuhusu sisi CHAKAMWATA, sisi ni Watanzania. Serikali hii ni ya kwetu wote. Tuna haki sawa ndani ya nchi hii. Lakini kuna nepotism, kuna chama ambacho kinaweza kikasababisha hata maagizo ya serikali kuu yasitekelezwe. Tunajua kwenye uchochezi huu ama kwenye hiki kitu alichomchomekea Mheshimiwa Rais, hawa watu CWT lazima wana mkono wao. Tunaamini hivyo. Na hii jama ya kwanza ni mara nyingi tu wamefanya hivyo. Na katika hoja nyingine waliotumia wanasema vyama vikiwa vingi mahali pa kazi ama kwenye sekta moja vinaweza vikaondoa amani na utulivu. Amani na utulivu is an outcome of justice. Hakuna chama kinaanzishwa kupambana na chama kingine, ni vyama vya siasa, lakini sio trade unions. Amani na utulivu ni tunda la haki. Haki ikiwepo, amani automatically inatamalaki. Haki ikiwepo, utulivu automatically unatamalaki. Kuna tabia ya watu wengi, naona hata viongozi wakubwa wa dini wakizungumza habari ya nchi, amani na utulivu, lakini they are not going to the root. Chanzo ni haki. Ikitamalaki hakuna sababu ya watu kuvurugana. Na tumekuwa na vyama vingi vya wafanyakazi. Ni wapi ambapo ama ni lini palitokea tafrani kwamba haki imeondoka ama utulivu umeondoka? Ushahidi tulionao ni CWT wanatufanyia hayo walimu wengine na wanatazama tuna serikali. Hatuwezi kuvumilia. Rais sio single person kama tunavyoona Mama Samia, ni taasisi. Attempt kupotosha chombo ambacho ndio kimeshika roho ya nchi, kikiyumba kidogo nchi inaharibika, kikifanya hivi kidogo nchi na sheki, kutumbukiza vitu kama hivi. Hiki kitendo tunaomba TUKTA wasikirudie na memba wao wasikirudie tena. Wao wanaenjoy uhuru wa nchi, walianzisha vyama kwa uhuru. Kwa nini wataki watu wengine waenjoy uhuru wa nchi hii? Wanataka kumiliki Tanzania kwa peke yao au Tanganyika kwa peke yao? Tumeona tutoke hadharani tuyazungumze haya. Kwa nini tunazungumza? Yako mengi tunayajua. Kuna waziri aliwahi kupita ofisi ya waziri mkuu akamhoji msajili wa vyama vya wafanyakazi ajieleze kwa nini alisajili CHAKAMWATA wakati kuna CWT. Leo simtaji waziri huyo, nikija siku nyingine kama haya yanaendelea nitamtaja hadharani. Na yeye anajua akisikia ujumbe. Tarehe 26 mwezi wa 3 2019 kuna tukio limefanyika chuo cha mipango Dodoma. Waziri mkuu alikuwa ndo mgeni rasmi. Kuna kauli zimetolewa pale. Na ikaonekana kabisa waziri mkuu hapendi vyama vingine nje ya CWT. Baada hapo tumepata matatizo mengi. Sasa haya majaribio yameanza kwa mawaziri, yamekuja kwa waziri mkuu, leo yanakwenda kwa Mheshimiwa Rais. Hatungependa yaendelee. Na kipawa yake Mama Rais, asante Mwenyezi Mungu ambaye alimpa hekima na busara ya kujibu lile kwamba kuna mikataba ya kimataifa, lakini pia ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio inaozaa sheria. Sheria ya ajira msoni kazini haijasimama hewani, ina misingi kwenye katiba. Ibara 20 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano inatupa uhuru huo. Hatuwezi kubadilisha sheria bila kwenda kubadilisha katiba kama wanataka kupoka uhuru wa wafanyakazi kujiunga. Siku zote chama cha walimu kimekuwa kinatumia mamlaka za serikali, nazitaja hapa baadhi.
kimekuwa kikitumia baadhi ya maafisa wa jeshi la polisi kusuppress viongozi wa CHAKAMWATA wanapofanya kazi zao. Kimekuwa kikitumia baadhi ya maafisa wa TAKUKURU kusuppress viongozi wa CHAKAMWATA wanapofanya kazi zao. Kimekuwa kikitumia baadhi ya maafisa wa usalama TIS kusuppress walimu wa CHAKAMWATA wanapofanya kazi zao. Na sasa hivi kimekwenda hatua moja mbele, kimeanza kutumia Chama cha Mapinduzi. Tutoe shukrani zetu za dhati sana kwa viongozi wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya na mikoa ambao wamekuwa wakitupa ushirikiano kutuambia nini kimekwenda kule. Na kule kwenye Chama cha Mapinduzi wanaochelewa ni watu wa usalama ndio wanapeleka taarifa. Tulikuwa Singida. One day before Mei Mosi tumefanya taratibu zetu za kutafuta habari, na sisi tumejifunza kutafuta habari. Kama watu wanatafuta za kwetu na sisi tunatafuta za kwao. Tumepata ushahidi wa kwamba wanatumia vyombo vya dola kusuppress wenzao wasijiunge kwenye CHAKAMWATA.